Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Kiteto. Tumepata bahati kubwa sana na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ametupa afya njema na amekufikisha Kiteto salama. Miaka 5 iliyopita tulikuwa na hamu sana ya kumpata waziri mkuu kwa kipindi kirefu kidogo. Na kushukuru sana kwamba leo kati ya mikoa ambayo umepewa kipaumbele kabisa baada tu ya kuteuliwa umekuja Manyara na umeanza na sisi Kiteto. Tunakushukuru sana sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka 5 iliyopita serikali ya Dr. Samia imeleta miradi ya zaidi ya bilioni 180 hapa. Kiteto haijawahi kupata miradi ya maendeleo kama kipindi hiki cha awamu ya 6. Kwa hiyo kubwa kwetu ni shukrani. Imekuja bilioni 17 kwa ajili ya sekta ya elimu hapa. Tena shule za msingi. Imekuja bilioni 16 hapa kwa ajili ya miradi ya sekondari. Tumejenga madarasa zaidi ya 300 ya sekondari, zaidi ya 400 shule za msingi. Lakini tumepata miradi ya TARURA zaidi ya bilioni 14 hapa. Tumepata miradi ya afya zaidi ya bilioni 7. Tumepata vituo vya afya vipya 3 kwa mara ya kwanza. Huko nyuma tulishakuwa na 2 tu. Kwa miradi yote ya maendeleo tumepata sekondari 5 mpya. Tumebakiza 1 tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni kata 1 tu ndio imebaki. Lakini tumepata miradi ya umeme hapa zaidi ya bilioni 69. Kwa yote Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 ni kubwa sana Kiteto. Hakuna kata hapa ambaye haijapata miradi ya maendeleo miaka 5 iliyopita. Tunawashukuru ni sana na utupelekee salamu kwa Dr. Samia kwa kazi kubwa ya maendeleo iliyofanyika ndani ya jimbo la Kiteto ndani ya miaka hii 5. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wingi huu unaoona wa Tanzania hawa wa Kiteto wamekuja kutoa shukrani kwa kazi kubwa hiyo iliyofanyika. Lakini wamekuja na ujumbe pia hapa kwamba tuna imani kubwa tena kwa miaka mingine 5 ijayo kwamba changamoto zetu zilizobaki zitapata majawabu kutoka kwa serikali ya Dr. Samia. Changamoto tulizonazo Mheshimiwa Waziri Mkuu, na nikushukuru sana kwamba umepita barabara hii ya Kongwa, Kiteto, Simanjiro, Arusha zaidi ya kilomita 453. Barabara hii imekuwa ya muda mrefu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unafahamu hii barabara ni kati ya barabara ambayo ilikuwa kwenye miradi ile ya EPC+F. Na kwa kweli hamu ya wananchi hawa ni barabara ya lami. Na nikushukuru sana. Hata ratiba uliopanga kutoka Kongwa, Kiteto na Simanjiro utakuwa umepita barabara hii kwa zaidi ya kilomita 240. Utakuwa umebakiza 200 tu. Kwa utakuwa umeona vizuri sana na umepata picha ya taabu tunayopata kwenye barabara hii ya lami. Kwa hiyo kipaumbele chetu, na nakushukuru kwa sababu uliwaita wabunge wa mikoa ukatuomba tutoe vipaumbele vya mbunge wa Kiteto ni barabara hii ya Kongwa, Kiteto, Arusha na Manyara. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna barabara hii kutoka Tanga inapita Kiteto inakwenda mpaka Singida karibu kilomita 400. Tunajua serikali ya Dr. Samia imewekeza sana kwenye bandari ya Tanga. Lakini barabara hii vile vile zaidi ya kilomita 117 za bomba la mafuta inapita Kiteto. Serikali imewekeza sana hapa na ina mpango wa kufungua bandari ya Tanga. Kwa hiyo barabara hii itakuwa ni muhimu sana. Sehemu korofi hii ambayo serikali ya Dr. Samia imetupa kilomita 50 za lami kutoka Kibaya mpaka Kisima itatuondolea changamoto tulionayo hapa katikati hapa. Pori kwa pori ukifika hapa changamoto ni kubwa sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dr. Samia alitoa maelekezo kwamba barabara hii ijengwe kwa kigogo tunaita public private partnership. Tunaomba sana wananchi hao wa Kiteto wakisikia sauti yako kuhusu namna serikali ilivyojipanga kuhusu barabara hizi, tutafurahi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto nyingine kubwa hapa ni umeme. Umeme unakatika sana kwenye wilaya hii ya Kiteto.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiwilaya na kiutawala sisi tuko mkoa wa Manyara, lakini kitanesco tuko Dodoma. Umeme ukikatika inakatika kwenye miji yote ya Kiteto. Jana tu imekatika kuanzia saa 10 ikarudi saa 4 usiku. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumezungumza na watu wa TANESCO na mkurugenzi wa TANESCO amefanya kazi Manyara, ni mtu tunamfahamu, ni mchapakazi sana. Walitupa majawabu kwamba ikijengwa substation, Chemba na Kilindi, ambayo ni uwekezaji ambao utamaliza changamoto yote ya Wanakiteto. Lakini kati ya majibu ambayo Wanakiteto hawa wanataka leo kusikia ni mpango wa serikali kuhusu tatizo la umeme. Lakini jingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wilaya hii ina migogoro mingi sana ya ardhi, na ni kwa sababu ya muingiliano kwanza na ukubwa wake, lakini kwa sababu ya muingiliano wa matumizi ya mifugo na kilimo. Tunachoomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hapa niseme ni ushukuru sana Wizara ya Ardhi na kamishna hapa na waziri hapa, kila wakati tukiwahitaji wamekuwa wanafika hapa kujaribu kutatua migogoro. Lakini jawabu peke yake, wakiwezeshwa wakapata fedha, tukafanya mipango ya matumizi bora ya ardhi, anayefuga ajua anafuga wapi, anayelima akilima salama. Kiteto ni salama sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sana pesa zikipatikana Kiteto iwe kipaumbele. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa nimemwona mtani wangu hapa, tunasumbuliwa sana na wanyamapori hapa sana, huko kwenye mashamba huko, na tumeshapoteza maisha na wananchi hapa. Lakini kwenye bajeti iliyopita, kati ya majimbo ambayo serikali imepanga kutujengea kituo hapa kwa ajili ya kutuletea maaskari wa kupambana na wanyamapori, Kiteto imo. Lakini kwa sababu mtani wangu na jirani wangu yuko hapa, naamini Mheshimiwa Waziri Mkuu tutapata sauti kutoka kwako leo, ili wananchi hawa wanafanya kazi kubwa sana, wanalima, wanafuga, lakini wanyamapori wamekuwa ni tishio sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo hili ni kubwa sana, ni zaidi ya kilomita za mraba 17,000. Kazi ni kubwa sana hapa. TARURA, mtandao wa barabara ni kilomita 1291. Bajeti tunayopata ni bilioni 3. Ilitakiwa tupate bilioni 11. Lakini sisi ni wangwana sana. Tukipata nusu ya hiyo, bilioni 6 na kuendelea, tutaweza kufungua barabara nyingi sana za vijijini, ili mazao itoke iungane na barabara hizi za lami, ili wananchi hawa ambao wanafanya kazi nzuri sana waendelee kupata moyo wa kuendelea kufanya kazi kwa wingi sana. Lakini tulipata miradi ya maji, nilishazungumza hapa, zaidi ya bilioni 21. Lakini mpaka leo bado tuna vijiji 14 hazina maji kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua sauti yako leo hapa tutapata majawabu, naamini. Na kwa sababu wewe ni mchapakazi na umeshaanza vizuri sana, ukiwaelekeza Wizara ya Maji hapa, na nimemuona Mheshimiwa Kundo hapa, sisi hapa tukipata maji ya uhakika na tukapata mabwawa kwa wingi, tukipata mabwawa, wanaofuga watapata hapa sehemu pa kunyesha ng'ombe, na wanaolima wataanza kulima ndani za umwagiliaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Waziri wa Maji alipokwenda Marekani alizungumza kati ya majimbo kame sana ambayo inahitaji uangalizi ni pamoja na Kiteto. Lakini kwa sababu huko kuna chumvi nyingi sana, kila tukichimba tunapata chumvi. Tukipata miradi ya uhakika ya maji safi na salama, kama mradi mkubwa wa Simanjiro kuja hapa, au mradi huu wa Lake Victoria unaokuja Dodoma, na kwa sababu sisi tuko karibu na Dodoma, mkitupa kipaumbele na sisi Kiteto, wananchi hawa watakuwa wamefarijika sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda na kwa sababu najua utawapa wananchi hawa watapata nafasi pia, niseme niishie hapo kwa leo. Mengine tutaendelea kusema bungeni. Nikushukuru sana na nikukaribishe Kiteto. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Makofi hayatoshi kwake mbunge wetu. Olele Kaita hoye. Mbunge tunaye hatuna. Mbunge tunaye hatuna. Asante sana Mheshimiwa Wakili Msomi Edward Olele Kaita, mbunge wa jimbo hili la